Na mtazamaji, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mitandaoni bwana ni kuhusiana na sakata la kijana ambaye yeye bwana ni DJ, ambapo anaishi huko mkoani Mbeya. Bwana, kijana huyu amefungwa mwaka mmoja jela, amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja, yani miezi 12 jela kwa kosa la kuposti content za ajabu ajabu huko TikTok. Wadau bwana walikuwa nadhania kwamba issue ya sheria za mitandaoni bwana zinachukuliwa poa. Sasa serikali imeamua kulifanyia kazi pale wanapoona kwamba mtu anajichanganya, anajilimbwasa huko mtandaoni, basi moja kwa moja wamekuwa kila naye sahani moja, yani perpendiculari. So kilichotokea ni kwamba habari kamili inasema kwamba mahakama ya mwanzo mjini Mbeya imemhukumu Ramadhani Rudabuka mwenye umri wa miaka 19 ambaye ni DJ mkazi wa Patemela wilaya ya Chunya kifungo cha mwaka mmoja, yani miezi 12 jela baada ya kupatikana na hatia ya kusambaza maudhui yasiyofaa kupitia mtandao wa TikTok. Hukumu hiyo imetolewa mbele ya hakimu wa mahakama ya mwanzo Mbeya mjini Ayubu Shirima, ambapo imeelezwa kuwa Rudabuka alijirekodi na kusambaza maudhui yaliyokuwa na lugha ya matusi dhidi ya viongozi wa serikali, akidaiwa kufanya hivyo kwa lengo la kuongeza idadi ya wafuasi, yani followers, katika akaunti yake ya TikTok. Akitoa hukumu hiyo, hakimu Shirima amesema kwamba adhabu hiyo imelenga kuwa fundisho kwa mshtakiwa pamoja na watu wengine wenye tabia ya kutumia vibaya mitandao ya kijamii. Leo kijana bwana kutoa kauli ya matusi kwa viongozi wa serikali huko katika ukurasa wake wa TikTok kwa ajili ya lengo la kupata followers imemtokea puani, ananyea debe.